Hii ni heshima kwa Tanzania, ni heshima kwa ligi ya Tanzania, kwa maana ya kwamba kushika katika nafasi 10 za juu katika ubora barani Afrika inahanikiza pia na kupata waamuzi ambao wakaweza kuchezesha michezo ya kimataifa ambayo inahusisha shirikisho la mpira barani Afrika, CAF, na hii pia inaleta heshima kwa taifa letu. Ahmed Arajiga kuteuliwa kuwa refa katika mchezo wa robo fainali katika michuano mikubwa zaidi barani Afrika, klabu bingwa barani Afrika, mechi dhidi ya Pyramid ya nchini Misri na FAR Rabat ya nchini Morocco. Hii ni heshima kubwa sana kwa taifa letu la Tanzania, lakini pia ni heshima kubwa zaidi kwa ligi ya Tanzania, kwa maana kwamba Ahmed Arajiga katika miaka hii ya karibuni anaibuka na kuwa refari wa pekee katika ardhi yetu ya Tanzania, lakini pia anakuwa refari kwenda kuchezesha michuano mikubwa kabisa. Tunaona katika hatua za awali kombe la shirikisho aliweza kupata nafasi hiyo, alienda akachezesha, lakini pia tunaona pia katika kozi mbalimbali zinazotolewa na CAF amekuwa ni miongoni ambaye anapata nafasi hiyo. Pia ukizungumzia marefa wenye beji ya FIFA, kwa sasa jina linaloongoza namba 1 ni Ahmed Arajiga, lakini pia katika ligi yetu ya Tanzania refari bora wa msimu uliomalizika ni Ahmed Arajiga. Kwa hiyo kwenye kumteua kwenda kuchezesha mchezo huu wa robo finali unachangiwa zaidi na performance ambayo anaionyesha katika ligi yetu ya Tanzania. Tunaona Ahmed Arajiga katika miaka hii mitatu ya hivi karibuni amejipambanua kwa namna ya tofauti kabisa katika maamuzi yake ambayo anayafanya. Tunaona Ahmed Arajiga anahusika katika michezo kadhaa mikubwa ambayo inabeba tension kubwa. Ukiangalia Simba na Yanga, Ahmed Arajiga kwa kipindi cha hivi karibuni amekuwa akichezesha, na anapomaliza mechi haijalishi ushindi umeenda kwa nani, lakini mara nyingi sana lawama inakuwa ndogo zaidi kwa upande wake. Na nafikiri kitu ambacho Ahmed Arajiga kimeweza kumbeba zaidi ni kufanya maamuzi pasipo kubalance. Ukirejea mechi kadhaa ambazo ameweza kuzichezesha, rejea mechi ambayo Dar es Salaam Young Africa anaondoka na ushindi dhidi ya Azam, anafunga goli 3-2. Angalia the way maamuzi ambayo alikuwa anayachukua. Stefan Aziz Ki anaondoka na hat-trick. Rejea mchezo wa Simba na Yanga, Simba anapoteza kwa magoli 5-1. Unaona kabisa the way alivyokuwa ameweza kumanage mchezo. Rejea mchezo kati ya Azam pamoja na Dar es Salaam Young Africa, Young Africa anapoteza kwa goli 1-0. Kadi ya nyekundu ambayo anaipata Ibrahim Baka za mapema kabisa, ile kadi ya mapema inakwenda kumtoa mchezoni. Yanga anacheza pungufu kuanzia kipindi cha kwanza hadi wanakuja kupoteza ule mchezo kwa goli 1-0. Ahmed Arajiga anaondoka akiwa hana lawama. Rejea mechi ambayo imemalizika muda si mrefu kutoka sasa, Azam na Simba Sports Club wanatoka sare ya goli 2-2. Ukiangalia mpira unamalizika, hakuna lawama. Kwa hiyo unakuja kuona kwa namna gani hata ile jopo la kamati ya kuweza kuteua marefari wameweza kumfanyia follow up ya kutosha zaidi, na kwa maana kwamba Ahmed Arajiga kutokana na weredi ambao ameweza kuonyesha katika michezo hii na weredi ambao ameendelea kuonyesha katika michezo mingine mbalimbali, imekuwa ikiweza kuendelea kumpa max nyingi zaidi na kuweza kuonyesha namna gani anaweza akasaidia Afrika katika kutoa maamuzi, kutafsiri sheria 17 za soka. Tanzania kwa sasa hivi ukizungumzia marefari bora, Ahmed Arajiga bila shaka atatajwa juu, lakini pia kuna Ramadhani Kayoko, pia wote wana hadhi ya kuwa na beji ya FIFA, wanatajwa katika renki za juu kabisa. Utomsahau kumtaja Elisa C, utosahau kumtaja Mohamed Mkono, au kumtaja Frankie Komba, utomsahau kumtaja Tatu Marogo na wengineo. Lakini ukiangalia safu hii unaiona kabisa ni ya marefa ambao wanaweza kuifikisha Tanzania katika kilele cha mafanikio. Na pia ukiangalia Tanzania kushirikiana na Kenya pamoja na Uganda wanaandaa AFCON 2027. Moja kwa moja lazima waamuzi wa hapa nyumbani
waweze kupata nafasi. Tunaona AFCON ambayo ilimalizika kule nchini Ivory Coast, marefari wazawa waliweza kupata nafasi ya kuweza kuonyesha uwezo wao na kuweza kuchezesha. Kwa hiyo pasi na shaka kabisa kwamba kwa staili hii Ahmed Ally anapokwenda kuchezesha mchezo huu, kama akifanya vizuri, kama akifanya vyema, inamaanisha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupatiwa nafasi katika michezo mingine katika hatua za nusu finali, hata kibidi finali. Tunaona anaenda kuchezesha klabu bingwa, lakini inawezekana performance yake ikaweza kumwezesha kupata hadhi ya kuweza kuchezesha hata nusu finali, hata shirikisho, au akachezesha hata finali shirikisho, au akachezesha nusu finali klabu bingwa au finali klabu bingwa. Hii yote kafu nini ambacho wanataka kukiona? Kafu wanachotaka kukiona, wanataka kuona ule muendelezo wa kuweza kutafsiri sheria 17 za mpira unaweza kufanyika kwa kiasi gani kwa uwezo wa marefari ambao wapo katika ardhi ya Tanzania. Tunaona hapa hivi karibuni zimetangazwa kozi mbalimbali. Kulikuwa na kozi ya kujifunza kuhusiana na VAR na Ahmed Ally alikuwa ni miongoni mwa marefari ambao wamekwenda kujifunza kozi hii. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kwa nafasi hii inakwenda kumpa fursa kubwa sana Ahmed Ally, lakini inakwenda kutoa changamoto kwa marefari wengine. Mtu kama Elisa C lazima katika hili aweze kujitathmini na kuona kwamba anaweza kufika katika level hiyo ya kuaminiwa na kafu. Mtu kama Ramadhan Kayoko, mtu kama Tatu Malogo, unaona kabisa kwamba kupitia hii chance ambayo ameipata Ahmed Ally, moja kwa moja wanakwenda kuamini kuwa hata wao wanaweza wakaipata na kuifanya nafasi ya Tanzania ikaa katika renki za juu kabisa. Tumezoea katika hatua kama hizi marefari kutoka nchini Morocco, kutokea nchini Tunisia, marefari kutokea nchini Misri, mara nyingi sana wamekuwa wakipatiwa nafasi za kuchezesha hatua kama hizi. Lakini kwa sasa tunaona Ahmed Ally anakwenda kusimama katikati ya wanaume 22 kuweza kuamua sheria 17 za soka. Bila shaka, pasi na shaka kabisa, Ahmed Ally uwezo wake tunautambua, lakini pia jinsi alivyokuwa aggressive katika matukio, amekuwa ni mtu ambaye anaweza kukimbia na tempo ya mechi. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa hali aliyokuwa nayo Ahmed Ally, moja kwa moja itakwenda kupelekea kuleta maamuzi ambayo yatakwenda kuleta heshima kwa taifa letu la Tanzania. Pasi na shaka Tanzania kwa sasa tunaongeza doti nyingine ya kuweza kujipongeza kabisa. Tunaona Wallace Karia anaongezwa katika hali ya kupanda wazifa zaidi katika soka la Afrika. Tunaona mtu kama Engineer Hersi Said, rais wa Dar es Salaam Young Africa, kwa sasa amekuwa rais wa virabu barani Afrika. Kwa hiyo unaona kabisa kwa namna moja au nyingine Tanzania tunaanza kuingia katika ramani ya soka la bara la Afrika. Na hii ni dalili njema kwa sababu kwamba kama katika Afrika ukaweza kuaminiwa, basi ni rahisi zaidi kuanza kupata nafasi hata katika renki ya FIFA. Hivi karibuni tunaona hapa tumepata break, timu zetu za taifa zinakwenda kucheza fuzu kombe la dunia. Pasi na shaka yoyote Ahmed Ally kama akiweza kufanya vyema na shirikisho la mpira barani Afrika likaweza kumrecommend kwamba ni refari ambaye yupo katika kiwango bora kweli kweli, pasi na shaka kabisa huenda akapata nafasi ya kwenda kombe la dunia. Kwa Tanzania itakuwa ni mafanikio makubwa, hata asipoweza kupata nafasi ya kusimama katika pichi, akikaa katika meza kama kamisa wa mchezo, akikaa kama fourth official, bila shaka kabisa itakuwa imeweza kutusaidia katika mpira wetu wa Tanzania na kuweza kuitangaza ardhi ya Tanzania katika ulimwengu wa soka. Yote katika yote tunamtakia kila laheri Ahmed Ally aweze kufanya vyema katika mchezo huo wa Pyramids ya nchini Misri dhidi ya FAR Rabat ya pale nchini Morocco. Ahmed Ally pamoja na Fiston Kalala Mayele, hao wakikutana nafikiri wataongea lugha moja, kwa sababu Fiston Kalala Mayele amemzoea Ahmed Ally, anajua ladha ya Ahmed Ally. Bila shaka watapokutana katika kile kipindi cha fair play cha kupeana mikono, pasi na shaka kabisa salamu ya mambo itasikika, na ikisikika salamu ya mambo tayari tumeweza kutangaza lugha ya Tanzania kimataifa. Yote katika yote tunamtakia kila laheri akaweze kufanya vyema kabisa. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikikuletea uchambuzi huu
na pongezi hizi kwa Ahmed Arajiga ambaye amekuwa ameteuliwa kuwa refari mkuu wa kuweza kuamua mechi ya Pyramids dhidi ya FAR Rabat ya nchini Morocco. Kama utakuwa bado haujasubscribe, fanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe. Itakuja alama ya kengele, bonyeza. Litakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, bye bye.